Julai 23, 2016, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amechaguliwa kuwa mwenyekiti mpya wa chama tawala nchini Tanzania, yani Chama cha Mapinduzi CCM. Dr. Magufuli amechaguliwa kushika nafasi hiyo kwa kupata kura za ndio 2398 ambazo ni sawa na 100% ya kura zote halali za wajumbe wa mkutano mkuu maalum wa CCM waliokutana mjini Dodoma kwa ajenda moja tu ya kumchagua mwenyekiti wa chama hicho atakayechukua nafasi aliyekuwa mwenyekiti wa CCM na rais mstaafu wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Kikwete. Kwa mujibu wa utaratibu wa uongozi wa CCM, viongozi wa CCM watafikia ukomo wa uongozi wao ndani ya chama mwaka 2017, lakini kwa utamaduni ambao chama hicho kimejiwekea mara baada ya rais mpya kuingia madarakani, rais mstaafu humkabidhi mwenyekiti wa chama kabla ya muda ili kumwezesha kufanya kazi vizuri katika chama na serikali. Ifuatayo ni hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. John Pombe Magufuli, aliyoitoa mara baada ya kukabidhiwa kijiti cha kuwa mwenyekiti mpya wa chama hicho. Mheshimiwa mwenyekiti mstaafu na ndugu wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa, sifahamu nianzie wapi kuongea. Lakini awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uzima na kutukutanisha hapa tukiwa na afya njema. Leo ni siku muhimu na ya kihistoria katika maisha yangu na kwa chama chetu kwa ujumla. Ni siku ambayo wana CCM kwa mara nyingine mmedhihirisha imani yenu kwangu kwa kunichagua kwa kura za kishindo kuwa mwenyekiti wa 5 wa chama chetu cha Mapinduzi. Ninawashukuru sana kwa heshima kubwa mlionipatia, na nawathibitishia kuwa nimeipokea heshima hii kwa moyo mkunjufu na unyenyekevu mkubwa. Natambua kuwa jukumu mlionipa sio rahisi, ni zito, ni jukumu kubwa, lakini nina imani nitaliweza kwa sababu kwanza siko peke yangu, nipo na ninyi wana CCM wenzangu. Kwa kushirikiana nanyi tutatekeleza jukumu hili kwa pamoja. Pili, ninaamini nitaweza kwa sababu uzuri wa chama chetu ni kuwa kinaendeshwa kwa mujibu wa katiba, sheria pamoja na kanuni na taratibu zake. Hivyo kwa kutumia miongozo hiyo, nina imani kubwa kuwa kazi yangu haitakuwa ngumu. Na unatambua Mheshimiwa mwenyekiti mstaafu, umenipa hiyo miongozo na mimi nitakwenda kuisimamia kikamilifu. Jambo la muhimu itakuwa ni kufuata hiyo miongozo. Lakini tatu, ninaamini nitaweza kwa sababu mimi sio mgeni katika chama. Nimekuwa mwanachama mwadilifu na mwaminifu wa Chama cha Mapinduzi kwa takribani sasa miaka 40. Kipindi ambacho kimeniwezesha kukijua chama. Najua kilikotoka, kinavyoendeshwa na wapi kinapaswa kuelekea. Hivyo basi naahidi kutumia uwezo na uzoefu wangu wote kutekeleza majukumu yangu ya chama. Kamwe sitawaangusha ndugu zangu. Mheshimiwa mwenyekiti mstaafu na ndugu viongozi na wana CCM wenzangu, sisi binadamu tumeumbwa kuwa na watu wa kushukuru, hasa tunapotendewa mambo mema na mazuri na wenzetu. Tukio hili la leo linatokea takribani mwaka mmoja tangu nilipochagua na kuniteua ili niweze kupeperusha bendera ya chama chetu
katika kinyang'anyiro cha urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Hata baada ya kunichagua, hamkuniacha peke yangu. Mliambatana na mimi bega kwa bega katika kipindi chote cha kampeni ili kuhakikisha chama chetu kinaibuka na ushindi. Sote tunafahamu uchaguzi mkuu wa mwaka jana ulikuwa na ushindani na changamoto nyingi. Hata hivyo, tulishirikiana na kushikamana na hatimaye chama chetu kilipata ushindi mkubwa na mimi kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 5. Kwa hakika ushindi tulioupata ni matokeo ya juhudi za pamoja za wana CCM wote. Binafsi najiona kuwa ni mwenye deni kubwa sana kwenu wana CCM na Watanzania kwa ujumla. Sina cha kuwalipa, lakini toshe tu kusema kuwa nawashukuru sana tena sana kwa ushirikiano mkubwa mlionipa wana CCM wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Kupitia kwenu nawashukuru Watanzania wote wa vyama vyote, dini zote na makabila yote kwa kunichagua kuwa rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nafahamu wakati wa kutoa shukrani si vizuri sana kutaja majina au kumshukuru mtu mmoja mmoja. Hii ni kwa sababu unaweza kumsahau mtu muhimu akajisikia vibaya. Hata hivyo, naomba mniruhusu niwashukuru angalau wachache kwa kuwataja majina. Katika maisha yangu, ndugu wana CCM na ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, siwezi kumsahau na kamwe siwezi kusahau mchango mkubwa wa mzee Ali Hassan Mwinyi. Mzee Mwinyi akiwa mwenyekiti wa CCM ndiye aliyesimamia kikao cha chama kilichoniteua mimi kwa mara ya kwanza kugombea ubunge katika jimbo la Biharamulo Mashariki mwaka 1995. Kama mzee Mwinyi angekata jina langu siku ile, huenda leo mimi nisingekuwa hapa. Kwa hiyo nakushukuru sana mzee wangu Mwinyi, maana huo ndio ulikuwa mwanzo wa safari yangu ya uongozi. Pili, namshukuru sana mzee Mkapa ambaye aliniteua kuwa naibu waziri wa ujenzi mwaka huo huo wa 1995 mara tu baada ya kuchaguliwa kuwa mbunge. Mwaka 2000 akiwa mwenyekiti wa CCM aliniteua kugombea ubunge, na nilipochaguliwa alinifanya kuwa waziri kamili wa ujenzi hadi mwaka 2005. Nashukuru kwa kuniamini na kunipa nafasi ya kugombea ubunge na kuniteua kwa nafasi ya uwaziri, tena bado nikiwa na umri mdogo. Mzee Mkapa, asante sana. Ninamshukuru sana mzee Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Huyo mzee ni muhimu sana. Pamoja na kwamba yeye anaonekana kijana na mimi naonekana mzee kuliko yeye, lakini huyu ni mzee. Mzee huyu aliendelea kunilea katika uongozi kwa kuniteua kuwa waziri wa wizara mbalimbali, ikiwemo wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, wizara ya mifugo na maendeleo ya uvuvi, pamoja na wizara ya ujenzi. Kwa mzee Kikwete, mbali ya kupitisha jina langu kugombea ubunge wakati akiwa mwenyekiti wa CCM mwaka 2010, aliamua kujitwisha mzigo wa kusimamia mchakato wote wa kumpata mgombea wa urais mwaka 2015. Na kwa kweli nikiri kwenu, ulikuwa ni mzigo mkubwa. Mzee huyu akaniamini hadi kuteuliwa
na mikutano husika yote ya CCM. Nakushukuru sana mzee Kikwete. Umesema mengi kwa ajili yangu, umetukanwa mengi kwa ajili yangu, umezushiwa mengi kwa ajili yangu. Kwa upendo na kumtegemea Mungu, uliendelea kukaa kimya. Mimi nakushukuru mzee wangu Kikwete kwa sababu umetukana kwa sababu yangu. Sina cha kukulipa. Nitakachofanya ni kuhakikisha haya majukumu niliyopewa ni kufanya kazi kwa kumtanguliza Mungu, ili Watanzania wote na hasa wana CCM niwafanyie kazi kwa nguvu zangu zote. Napenda niseme kwa dhati, sitakuangusha. Ninakumbuka wakati ukiniomba nije niwe mwenyekiti, nilikataa. Ilinibidi niwe mjasiri kwa kumkatalia bosi wangu. Na kama utakumbuka, ulijaribu kunieleza zaidi ya mara 4. Siku nyingine ulikuwa unanipigia simu, na mimi nikawa najitahidi kupotezea kwa kuanzisha pointi nyingine. Lakini yaliyokupata kwamba umekatalia wenyekiti. Mimi kwa niaba yangu inayotoka moyoni, naomba unisamehe sana kwa sababu nilikuleteleza kutukanwa kwa sababu mimi nilikataa. Na hao wote waliokuwa wanakutukana na wale waliokuwa wanafikiria mabaya juu yako wakashindwe na wakalegee kweli kweli. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti mstaafu, wewe ni mtu wa pekee. Sitaki nieleze utofauti wako na watu wengi kwa sababu mengi yameshaelezwa. Sisi kama wana CCM tutaendelea kukuenzi na kukuombea. Na mimi kwa kweli ninajiona nina changamoto kubwa sana, kwa sababu moyo wako huo wa uvumilivu, sina uhakika kama mimi naweza nikavumilia hivi. Na mimi nasema kwa dhati kabisa, Mheshimiwa Mwenyekiti mstaafu, siku ile ulipoingia kwenye mkutano ukakuta watu wanaimba, wana imani na mtu fulani, siku hiyo hiyo hata robo au nusu wangepotea. Kwa sababu ninajaribu kuuliza moyo wangu na kwa kumtanguliza Mungu kwamba kingetokea hicho kilichotokea kwako, sifahamu. Lakini Baba, wewe ulivumilia, ukawahusisha wazee hawa, mambo yakaenda vizuri. Umetoa fundisho kubwa sana kwa sisi ambao tunashika nafasi hii.
kwamba saa nyingine uvumilivu ni kitu muhimu sana katika uongozi. Kwa hiyo niwaombe wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM wa taifa, mniombee kwa Mwenyezi Mungu na mimi nikapate angalau nusu ya uvumilivu wa Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Ili kusudi mambo yetu yaende salama. Lakini mbali ya mzee Kikwete, napenda pia kuwashukuru makamu mwenyekiti bara mzee Mangura na makamu mwenyekiti Zanzibar Dr. Sheni, katibu mkuu mzee Kinana, manaibu katibu wakuu upande wa bara na Zanzibar, na wazee waasisi wa CCM upande wa Tanzania bara na Zanzibar, wajumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu, wajumbe wa mkutano mkuu ambao mlipitisha jina langu, na wana CCM wote kwa kuonyesha imani kubwa kwangu. Naahidi nitaendelea kuwaenzi na kutafuta ushauri wenu katika uongozi wangu. Wazee pamoja na viongozi wengi wa CCM wameishi na kuona mengi katika uongozi. Sisi viongozi wa leo hatuna budi kuiga na kudumisha mambo mema kutoka kwenu. Asanteni sana wana CCM wenzangu. Mheshimiwa mwenyekiti mstaafu, waheshimiwa viongozi, chama chetu ni kikongwe, sio tu hapa nchini bali pia barani Afrika na duniani kwa ujumla. Mwakani kitafikisha miaka 40 tangu kilipozaliwa, kufuatia kuunganishwa kwa vyama mama vilivyopigania uhuru wa nchi yetu vya TANU na Afro Shirazi Party. Mtakubaliana nami kuwa katika kipindi cha takriban miaka 40 ya uhai wake, chama chetu kimepata mafanikio mengi. Kwa haraka nitaje baadhi ya mafanikio ya chama chetu, mengine yametajwa na Mheshimiwa mwenyekiti. Mafanikio haya kwa ufupi sana: tumeendelea kuongoza dola, ambalo ni lengo kuu la chama chochote cha siasa. Watanzania wameendelea kutumaini kwa kutupa dhamana kubwa ya kuongoza nchi yetu tangu mwaka 1977, wakati nchi yetu ikiwa ikiendeshwa kwa mfumo wa chama kimoja, hadi sasa katika mfumo wa vyama vingi ulioanza mwaka 1992. Pili, chama chetu kimeendelea kuwa chama kinachoaminiwa katika Afrika na duniani kote kama chama kinachotetea na kinachoendelea kutetea uhuru, umoja, mshikamano kwa vyama vingine vya ukombozi katika Afrika na duniani kote. Lakini chama chetu kimeendelea kulinda na kudumisha muungano wa nchi yetu. Muungano wetu upo tena ni imara na umebaki kuwa imara na mfano wa kuigwa duniani. Na mimi napenda kuwathibitishia nitaendelea kuulinda muungano huu kwa nguvu zangu zote. Lakini pia tumelinda na kudumisha amani na utulivu pamoja na umoja na mshikamano wa nchi yetu. Tanzania imeendelea kuwa kisiwa cha amani na watu wake ni wamoja licha ya tofauti za kisiasa, dini, kabila au maeneo wanapotoka. Tumeendelea kuwaongoza Watanzania katika harakati za kuleta maendeleo katika nyanja za kiuchumi, kisiasa na kijamii, kufuatana na mabadiliko mbalimbali yanayojitokeza ndani na nje ya nchi. Hali ya maisha ya Watanzania hivi sasa ni bora zaidi kuliko ilivyokuwa kwenye mwaka 1977. Hali kadhalika tumelea na kukuza demokrasia nchini. Hivyo CCM kimeendelea kuwa babu na bibi, babu na mama, lakini pia kaka na dada wa vyama vyote nchini.
Kwa hakika haya ni mafanikio makubwa ya wana CCM na Watanzania kwa ujumla. Wahenga husema wasione vimeelea vimeundwa. Hivyo basi kila mwana CCM hana budi kutembea kifua mbele na kujivunia mafanikio tuliyoyapata. Ninawapongeza sana wana CCM wote. Lakini ndugu zangu wana CCM, hatupaswi kubweteka kwa vile bado tuna kazi kubwa ya kuhakikisha Watanzania wanapata maendeleo zaidi. Moja ya azimio la mkutano mkuu wa taifa wa pamoja wa 5 na Afro Shirazi Party uliofanyika mjini Dar es Salaam tarehe 21 Januari 1977 wakati wa kuunganisha vyama vya 5 na Afro Shirazi Party na kuzaliwa kwa CCM lilikuwa, na napenda kunukuu kwamba chama tunachokiunda tunataka kiwe chombo madhubuti katika muundo wake na hasa katika fikra zake na vitendo vya kimapinduzi vya kufutilia mbali aina zote za unyonyaji nchini, kupambana na jaribio lolote lile la mtu kumwonea mtu au shirika au chombo cha nchi kuonea na kudhalilisha wananchi, kudhoofisha uchumi au kuzorotesha maendeleo ya taifa. Mwisho wa kunukuu. Endapo tukitathmini na kutafakari kwa kina azimio hili la tarehe 21 mwezi Januari 1977, bila shaka mtakubaliana nami kuwa licha ya mafanikio makubwa yaliyopatikana, bado chama chetu na nchi yetu inakabiliwa na changamoto. Changamoto hizo ni pamoja na kuendelea kwa tatizo la umaskini, ukosefu wa ajira, kuendelea kwa vitendo vya dhuluma, ufisadi, rushwa, ubadhilifu wa mali za umma na pia kukosekana kwa huduma bora zaidi za kijamii ikiwemo elimu, afya, maji na umeme. Hivyo basi chama chetu hakina budi kujipanga vizuri na kuchukua hatua mahususi za kutatua changamoto zinazowakabili wananchi na taifa letu kwa ujumla. Tukishindwa kutatua changamoto hizo na kutimiza matarajio ya wananchi, tutapoteza mvuto na Watanzania watakosa imani na sisi. Hatupaswi kuruhusu hali hii kujitokeza. Tanzania imara na yenye mafanikio inatutegemea sisi wana CCM. Ndugu wana CCM wenzangu, katika kipindi changu cha uongozi nimedhamiria kushirikiana na viongozi watendaji, kila mwanachama katika ngazi zote ili kuhakikisha chama chetu kinakuwa imara zaidi. Kwa kushirikiana nanyi nitafanya kila jitihada katika kuhakikisha chama chetu kinakwenda sambamba na hali ya sasa, lakini bila kuathiri misingi madhubuti iliyojengwa na waasisi na viongozi wetu waliotangulia, yani baba wa taifa letu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Mzee Abedi Amani Karume. Ili kutekeleza azima hiyo, natarajia kufanya mambo yafuatayo kwa kushirikiana na ninyi. Kwanza, kuimarisha utendaji kazi wa chama. Swala la kuimarisha utendaji wa chama ni muhimu sana. Tena ni muhimu sana sasa. Kama ilivyokuwa akisema baba wa taifa letu Mwalimu Nyerere kuwa chama regerege huzaa serikali regerege. Nitashirikiana nanyi kujenga chama madhubuti chenye uwezo wa kusimamia vizuri serikali ili itekeleze ipasavyo majukumu yake. Mimi viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi ndio mabosi wa wote walioko serikalini. Uwe raisi, uwe makamu wa raisi, uwe waziri mkuu, uwe waziri,
uwe mkuu wa mkoa, uwe DC, uwe mkurugenzi, uwe katibu tarafa, bosi wako ni CCM. Na kiongozi yoyote ndani ya serikali ninayoiongoza mimi katika kipindi cha miaka 5 atakayeshindwa kujua kwamba mabosi wake ni wana CCM na viongozi mlioko huko chini, ajiandae kuondoka. Ndugu zangu wana CCM, majukumu yake ikiwezekana tutapitia upya katiba na kanuni zetu ili kukidhi mazingira ya sasa na kuweza kuwatumikia wananchi ipasavyo. Tutahakikisha tunakuwa na safu bora ya uongozi katika ngazi zote kuanzia shina hadi taifa. Kwa kushirikiana na ninyi, tutaangalia muundo, yani structure, wa viongozi katika ngazi mbalimbali na kuondoa vyeo visivyokuwa na tija katika chama, hasa wakati huu. Kuondoa vyeo visivyokuwa na tija hasa wakati huu wa mfumo wa vyama vingi. Wana CCM, na mimi nataka niwe mkweli tu, ni lazima siku moja tujiulize, ni kweli katika zama hizi bado tunahitaji mtoto wa miaka 8 hadi 15 kuwa chipukizi kwa ajili ya kumtumia kwenye siasa badala ya kumwacha asome? Kama patakuwepo uchipukizi wa CCM, akianzishwa chipukizi wa Ukawa, akianzishwa chipukizi wa UDP, akianzishwa chipukizi wa TLP, akianzishwa chipukizi wa NCCR, na chipukizi umri wake ni miaka 8 hadi 15, hawa watoto watasoma? Najaribu tu kutoa changamoto, sijatoa maamuzi, maamuzi ni yenu. Lakini je, bado kuna umuhimu wa kuwa na makamanda wa vijana ambao mara nyingi wanaopewa vyeo vya ukamanda ni wale wenye uwezo wa kifedha pekee? Je, walezi kwenye umoja wa wanawake UWT bado wanahitajika sasa hivi? Je, washauri ndani ya jumuiya ya wazazi bado wanahitajika? Na kadhalika. Hii ni mifano tu. Tujiulize, vyeo hivi vinawasaidiaje wananchi wa kawaida vijijini katika kutatua kero za ukosefu wa maji, barabara, madawati, huduma za afya na kadhalika? Je, si kweli kwamba tumetengeneza vyeo hivi badala ya kutatua migogoro ya wananchi, vimekuwa vyanzo vya migogoro ndani ya chama, hasa nyakati chaguzi zinapokaribia? Ni vyema basi wana CCM tukatafakari na kujipima upya. Ninafahamu inawezekana makamanda waliomo humu itakuwa imewagusa, lakini mara nyingine pia watu tumekuwa na mavyeo mengi mno. Unakuta waziri ni huyo huyo waziri ndio mbunge, huyo ndio kamanda wa vijana, huyo ndio mjumbe wa neki, huyo sijui ndio nani huko. Na saa nyingine tunawazuia wana CCM wengine kupata vyeo kwa sababu ya madaraka yetu sisi tulionayo. Ifike mahali tujipime, tuangalie, kwani kupanga ni kuchagua.
Ni vyema sisi wana CCM tuwe mfano wa kuongoza mabadiliko katika nchi yetu. Tutaziimarisha jumuiya zetu za chama, yaani Umoja wa Wanawake Tanzania UWT, Umoja wa Vijana CCM na Jumuiya ya Wazazi kwa nguvu zote. Tutahakikisha tunakuwa na watendaji wenye sifa zinazohitajika sasa, wachapakazi na waadilifu. Nafahamu ili watendaji wafanye kazi vizuri wanahitaji maslahi bora na mazingira mazuri ya kufanya kazi. Nataka niwahakikishie nitaangalia maslahi ya wafanyakazi ndani ya Chama cha Mapinduzi. Na nafikiri uwezo wa kuyaangalia hayo ninayo. Sitapenda kuona watendaji wetu wanakuwa omba. Na saa nyingine wanapokuwa omba ndio hao wenye matumaini huwa wanaingia humo. Kwa bahati nzuri chama chetu kina rasilimali nyingi. Tutahakikisha rasilimali hizo zinatumika kwa manufaa ya chama. Na hapa napenda kusema kuwa tutaunda kikosi kazi maalum kwa ajili ya kutambua na kuhakiki mali zote za chama. Tujue zinatumikaje, kina nani wanazitumia, na mapato yanayoingia kwa chama ni kiasi gani. Hivyo nitoe wito kwa katibu mkuu wa CCM nitakayemteua, kwa viongozi wa jumuiya zetu, makatibu wote wa mikoa, wilaya, kata hadi vijiji, pamoja na viongozi wote wa jumuiya za chama kuorodhesha mali za chama katika maeneo yao. Aidha, tutawahimiza wanachama wetu kulipa ada zao za kila mwaka, tena kwa njia ya kielektroniki. Nina imani tutakuwa na safu bora ya uongozi, watendaji wa chama wachapakazi na waadilifu, pamoja na rasilimali za kutosha. Chama chetu kitaweza kutekeleza majukumu yake vizuri, ikiwa ni pamoja na kusimamia vyema serikali. Huo ndio wito wangu kwenu. Pili, ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, tutaongeza idadi ya wanachama, wapenzi na washabiki. Siasa ni mchezo wa idadi. Napenda niwashukuru sana wenye viti waliotangulia, mwenyekiti mstaafu mzee Kikwete, mzee Mwinyi, mzee Mkapa, kwa kazi kubwa walioifanya kuongeza idadi ya wanachama wa CCM hadi sasa hivi kufikia 8,700. Milioni 8.7. Nawapongeza sana na kupongeza sana mzee Kikwete kwa kazi kubwa. Tunafahamu politics is a game of numbers. Tunahitaji kuwa na idadi kubwa ya watu kwenye upande wetu kwa ajili ya kuongeza idadi ya wanachama, tena wanachama ambao ni waaminifu. Tunahitaji watu kwa ajili ya kupiga kura, lakini kubwa zaidi tunawahitaji watu kwa ajili ya kushiriki kwenye shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Hivyo basi nitashirikiana nanyi katika kuhakikisha idadi ya wanachama, wapenzi na washabiki wa chama chetu inaongezeka, hususan kwa kuvutia kundi la vijana. Na njia bora rahisi ya kuwavuta watu kwenye chama chetu ni kuhakikisha tunatekeleza ahadi zetu, na wakati huo sisi viongozi na wanachama tunajitahidi kuwa mfano bora wa kuigwa kwenye maeneo yetu. Tukiwa wa kuigwa katika maeneo yetu kwa maneno yetu na vitendo vyetu, tutapata wanachama wengi. Tatu,
tutazidisha mapambano dhidi ya rushwa, ufisadi na upungufu wa maadili ya uongozi. Rushwa ni adui wa haki. Kwa kutambua hilo, ibara ya 9H na ibara ya 132(5)C ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekataza vitendo vya rushwa. Aidha, ahadi namba 3 ya mwanachama wa CCM inasema rushwa ni adui wa haki, sitapokea wala kutoa rushwa. Vile vile kifungu namba 18(2) cha Katiba ya CCM inaeleza kuwa itakuwa mwiko kwa kiongozi kupokea mapato ya kificho, kutoa au kupokea rushwa. Licha ya kuwepo kwa makatazo hayo ya kisheria na maadili, tatizo la rushwa bado ni kubwa hapa nchini. Cha kusikitisha zaidi ni kwamba chama chetu CCM ni miongoni mwa taasisi ambazo tatizo la rushwa ni kubwa. Ni lazima niseme ukweli na ukweli utabaki kuwa ukweli. Mimi ndugu zangu, niligombea urais. Niliyaona huko. Acha. Ilikuwa kazi. Nakumbuka nilienda wakati fulani Iringa, ninatafuta wadhamini. Wilaya yote walikuwa wameshanunuliwa. Ikabidi nisafiri niende vijijini ndani kwenda kutafuta wadhamini kwenye kata moja. Hiyo ni rushwa ilivyokuwa imesambaa katika nchi yetu. Sisi sote ni mashahidi wa jinsi ambavyo tatizo hili limekuwa likiathiri chama chetu, na hasa nyakati za uchaguzi mbalimbali ndani ya chama. Mara nyingi fedha ndio imekuwa kigezo cha mtu kupata uongozi. Na kiwango cha fedha kinajulikana kwa uraisi kiasi fulani, kwenye ubunge kiasi fulani, kwenye udiwani kiasi fulani. Wale ambao hawana fedha, hata kama wana uwezo wa kuongoza, wamekuwa hawapati nafasi, au wakipata wanapata kwa shida sana. Na fedha ndizo zimekuwa chanzo pia za kutufanya tupoteze maeneo mengine. Unachagua mgombeaji kwa sababu ana pesa, unamuacha mgombeaji anayehitajiwa na wananchi wa pale. Waingereza wana msemo usemao, you can't give what you can't have. Huwezi kutoa usichokuwa nacho. Hii maana yake ni kwamba hatuwezi kuondoa tatizo la rushwa nchini kama sisi wenyewe wana CCM tutakuwa tukikumbatia rushwa. Hivyo basi, katika kipindi cha uongozi wangu wa chama, nimedhamiria kushirikiana na ninyi katika kuhakikisha tunalikomesha tatizo hilo. Mtu yoyote atakayetumia rushwa ajue hatachaguliwa na wala hatapitishwa. Kwa bahati nzuri, chama chetu kinazo kanuni za uongozi na maadili ambazo zinaelekeza hatua za kuchukua kwa wanachama watakao kiuka maadili ya chama. Na kanuni hizo na taratibu na kanuni nimekabidhiwa na mwenyekiti. Ninakushukuru sana mwenyekiti, umenikabidhi hapa hadharani ili kusudi nikazifanizie kazi. Mathalani, katika kupambana na rushwa wakati wa chaguzi mbalimbali za chama, kifungu namba 6(1) cha kanuni za uongozi na maadili toleo la mwaka 2012 ambalo umenikabidhi hapa, zinaelekeza kuwa kiongozi yoyote atakayethibitika
kuwa ameshinda uchaguzi kutokana na kitendo chochote cha rushwa, atanyang'anywa ushindi alioupata, na pia atazuiwa kugombea tena uchaguzi mwingine wowote kwa muda utakaoamuliwa na halmashauri kuu ya taifa. Na bahati nzuri, Mheshimiwa Mwenyekiti, umeshaonyesha mfano. Mzee Magamba alikuwa anazungumza hapa kwamba rafiki yako kabisa alipojihusisha na rushwa tu na ufisadi ukamchinjilia mbali baharini. Kwa hiyo wewe hukuwa rafiki wa rushwa. Na kweli Mheshimiwa Kikwete, nasema kwa dhati na Mungu ni shahidi, ingekuwa ni swala la rushwa tu wanapitaga, mimi nisingekuwa rais. Nisingekuwa. Sasa ili mradi mimi nimepita bila rushwa katika kipindi chako, sasa ole wao mimi nitakapokuwa mwenyekiti nilivyo. Ukiwa umejipanga kupata uongozi kwa rushwa, nasema kwa dhati, hutapita. Ni lazima tujenge mazingira ambayo mtu unapochaguliwa ukawa mtumishi wa watu badala ya kuwa mtumishi wa pesa zilizokupa madaraka. Na hapo ndipo tutajibu kero na hoja za Watanzania. Na Watanzania wengi ni maskini. Ninafahamu ndugu zangu wana CCM kuwa mwakani chama chetu kitafanya uchaguzi wa viongozi wa ngazi mbalimbali. Niwaombe wana CCM wenzangu, tuonyeshe mfano kwenye uchaguzi huo kwa kujiepusha na vitendo vya rushwa, ikiwemo kutoa na kukusanya michango, misaada na zawadi kinyume na taratibu za chama, kununua kadi za wanachama, kuanza kampeni kabla ya muda uliowekwa rasmi, kutoa takrima na kadhalika. Kwa atakayefanya vitendo hivyo, chama chini ya uongozi wangu hakitamuonea aibu wala huruma. Nitahakikisha tunasimamia katiba, kanuni, maadili ya chama chetu ukurasa kwa ukurasa, kifungu kwa kifungu, kipengele kwa kipengele, lengo likuwa ni kuhakikisha tunaendelea kuaminiwa na Watanzania wote. Mheshimiwa Mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi, waheshimiwa viongozi, waheshimiwa wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa, swala la 4, tunataka tukomeshe usaliti ndani ya chama. Katika uongozi wangu, na naomba Mungu anisaidie na ninyi mnisaidie, tushikamane vizuri ndugu zangu, nitahakikisha kuwa swala la usaliti ndani ya chama linakomeshwa. Ndani ya chama chetu pamekuwa na tabia kwa baadhi ya wana CCM kusaliti chama. Asubuhi anakuwa CCM, usiku yuko Chadema au yuko chama kingine. Wasaliti wa namna hii hawatakuwa na nafasi wakati wa uongozi wangu. Kama wapo wenye tabia hiyo, ni vyema wakajirekebisha na kutubu kuanzia leo. La sivyo watupishe, ikiwezekana hata leo waondoke. Ni vyema kuishi na mchawi kuliko kukaa na msaliti.
Na hili ni lazima niseme kwa dhati. Ndiyo maana nasema kama wapo watubu kuanzia leo. Tunahitaji kuwa na wanachama waadilifu wanaofuata katiba, kanuni na maadili ya chama chetu, na sio kuwa wanachama ndumila kuwili. Hatuwahitaji wanachama ndumila kuwili ndani CCM. Hatuhitaji CCM pandikizi na wana CCM masilahi ambao wapo CCM kwa sababu wanamwabudu mtu fulani kwa masilahi yao binafsi. Ninahitaji wana CCM ambao siku zote, usiku, mchana, mvua ikinyesha, jua likichoma, njaa ikiwepo, shibe wameshiba, watabaki CCM bila kuyumba. Na hiyo ndiyo CCM ya waasisi wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na marehemu Mzee Karume ninayoijua mimi. Mimi siamini kama wana CCM wasaliti wanahitajika ndani ya chama chetu. Mimi ninaamini kama tukishirikiana katika kutekeleza mambo yote haya na mengineyo ambayo sikuyataja, chama chetu kitaimarika na Watanzania wataendelea kutuunga mkono na kutuamini. Binafsi nataka kuona CCM inakuwa ya watu, hasa wanyonge, na sio CCM ya viongozi pekee. Nataka CCM inayoaminika na sio CCM inayodharaulika. Nataka CCM ya kufanya kazi na si CCM ya kuombaomba. Nataka pia CCM inayojitegemea na sio CCM inayotegemea wafadhili. Na kwa kuwa ninyi wajumbe wa mkutano mkuu, chombo cha juu kabisa cha uamuzi katika chama, mmenipa kazi hii, ninakwenda kufanya haya yote kwa niaba yenu. CCM oye! Mapinduzi! Ndugu viongozi, ndugu wana CCM wenzangu, wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu mwaka jana, tuliahidi ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 2015 hadi 2020 ambayo nilikabidhiwa na Mheshimiwa mwenyekiti mstaafu pale Jangwani, na leo pia amenikabidhi. Kwenye ilani yetu tuliahidi mambo mengi. Tuliwaahidi Watanzania kuwa tutadumisha muungano, amani, mshikamano wa nchi yetu. Tuliwaahidi kuboresha maslahi yao. Tuliahidi kuboresha huduma za jamii, hususan afya, elimu, maji. Tuliwaahidi kujenga uchumi wa viwanda ili kukabiliana na tatizo la umaskini na ukosefu wa ajira. Tuliwaahidi kuwaondolea kero mbalimbali ikiwemo rushwa, uonevu, dhuluma. Tuliwaahidi kuwa tutasimamia vizuri rasilimali za nchi. Tuliwaahidi kuimarisha miundombinu hususan ya barabara, reli, bandari, nishati, usafiri wa anga, usafiri wa meli na kadhalika. Watanzania walituamini na wakatupa tena ridhaa ya kuongoza nchi. Ndugu zangu wana CCM, ahadi huwa ni deni. Ni lazima tutekeleze haya yote tuliyowaahidi kwenye ilani yetu ya uchaguzi ili tuweze kujihakikishia tena ushindi kwenye uchaguzi wa mwaka 2020. Rais mstaafu Mzee Mkapa aliwahi kusema mwisho wa uchaguzi mmoja ndio mwanzo wa maandalizi ya uchaguzi mwingine. Hivyo ni lazima tujiandae. Tangu serikali ya awamu ya 5 imeingia madarakani mpaka sasa imepita takriban miezi 8. Nafarijika kuwa katika kipindi hicho tayari tumeanza kutekeleza baadhi ya mambo ambayo tuliwaahidi Watanzania. Mambo hayo ni pamoja na utoaji wa elimu bure, ambapo kila mwezi tumekuwa tukitenga bilioni 18.77. Hii imewezesha kuongeza wanafunzi waliojiandikisha darasa la kwanza kufikia milioni 1.9 kwa mwaka huu wa 2016 ukilinganisha na wanafunzi milioni 1.02 kwa mwaka 2015. Tumenunua ndege mpya 2 kutoka nchini Kanada
na zinatarajiwa kuwasili nchini mwezi Septemba mwaka 2016. Tumeingia makubaliano na serikali ya Uganda kujenga bomba la kusafirisha mafuta kutoka Hoima nchini Uganda hadi bandari ya Tanga, zaidi ya kilomita 1420. Bomba hili litatengeneza ajira za zaidi ya watu 20,000, na pia likimalizwa kujengwa tutapata fedha kwa ajili ya revenue. Tumetangaza zabuni ili kuanza ujenzi wa reli mpya ya kisasa kiwango cha kimataifa, yani standard gauge, kutoka Dar es Salaam kwenda mkoa wa Mwanza na Kigoma na baadaye kuunganisha na nchi ya Rwanda na Burundi, ambapo katika bajeti ya mwaka huu tumetenga shilingi trilioni 1 za kuanza nayo kazi ya ujenzi. Tumeongeza fedha za bajeti ya maendeleo kutoka 27% ya mwaka jana katika bajeti ya mwaka jana 2015-16 hadi 40% ya mwaka huu wa fedha katika bajeti ya 2016-17. Tumeimarisha nidhamu ya watumishi wa umma. Tumewaondoa watumishi hewa takriban 12,500 na bado tunaendelea kuwaondoa. Nataka niseme hapa, kama pia ndani ya CCM kuna watumishi hewa, nao wakaondoke. Tumedhibiti matumizi ya serikali na kuongeza ukusanyaji wa mapato hadi kufikia wastani wa shilingi trilioni 1.2 hadi trilioni 1.3 kwa mwezi. Licha ya hatua hizo tulizochukua, ni dhahiri kuwa bado tuna safari ndefu katika kutimiza yale tuliyowaahidi wa Tanzania. Hivyo basi, napenda kutumia hadhara hii kuwaomba ndugu zangu wana CCM kushirikiana kwa karibu na serikali katika maeneo yenu katika kuhakikisha ahadi zote tulizowaahidi wananchi wakati wa kipindi cha kampeni zinatekelezwa. Mojawapo ya njia ya kuhakikisha ahadi zetu zinatekelezwa ni kwa sisi wana CCM kujitahidi kufahamu mipango na mikakati mbalimbali ya serikali. Mathalani, hivi karibuni tumepitisha mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka 5 utakaotekelezwa kuanzia mwaka 2016 hadi 17 na hadi 2020 hadi 21. Mpango huu umejumuisha masuala yote tuliyoyaahidi kwenye ilani yetu na umeainisha maeneo ya kipaumbele ya serikali katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Utekelezaji wa mpango huu wa maendeleo umeanza mwaka huu wa fedha, ambapo serikali imepanga kutumia kiasi cha shilingi trilioni 29.5 katika fedha hizo, na 40% tutazielekeza katika shughuli za maendeleo, ikiwemo kujenga miundombinu wezeshi ya uchumi, miundombinu ya usafiri na nishati, kuboresha huduma za jamii kama vile afya, elimu na maji na kadhalika. Naamini kama tutaifahamu na kuielewa vizuri mipango ya serikali, itakuwa ni rahisi kwetu sisi wana CCM kuwahamasisha wananchi wetu kushiriki kikamilifu kwenye shughuli za maendeleo kama vile kilimo, ujenzi wa viwanda na kadhalika. Tutaweza pia kuwahamasisha wananchi wetu kulipa kodi kwa ajili ya kugharamia mambo mbalimbali ya maendeleo ambayo serikali imepanga kutekeleza, kwa sababu bila serikali kukusanya kodi hatuwezi tukafanikiwa kukusanya hizi zote trilioni 29.5 zilizopitishwa na Bunge. Ndugu zangu, kama tunaifahamu vizuri mipango ya serikali, tutaweza kufuatilia pia kwa karibu utekelezaji wake kwenye maeneo yetu, hususan kwenye halmashauri ambako fedha nyingi za serikali zinaelekezwa. Hivyo basi, niombe kila mmoja wetu awe mtekelezaji wa kwanza wa ilani ya uchaguzi ya mwaka 2015 kwa kufanya kazi na pia kwa kuhamasisha Watanzania katika shughuli za maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti mstaafu, waheshimiwa wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa, ninayo mambo mengi
ya kueleza. Lakini leo nimepata nafasi ya kutoa shukrani. Najua tutapata fursa nyingine ya kuzungumza nanyi kwenye vikao na mikutano yetu kwa ajili ya kupeana mipango na mikakati mbalimbali ya kuimarisha chama chetu na kuleta maendeleo kwa nchi yetu. Kwa sababu hiyo ningependa kuishia hapa, lakini hata hivyo nitakuwa ni mnyime wa fadhila kama nitahitimisha hotuba yangu bila kuwashukuru wageni wetu. Kwanza kabisa, wawakilishi wa vyama vya siasa kama nilivyotaja hapo mwanzo, mmeonyesha ukomavu mkubwa wa kisiasa. Na nipende kuwapongeza sana wenzetu hawa ambao wameamua kurudi CCM. Sisi wachunga ng'ombe, ninafahamu hata mzee wetu Kikwete anafahamu kwa sababu ana ng'ombe. Ng'ombe akikatika mkia humzuii kuingia kwenye zizi, ila akiingia kwenye zizi wale ng'ombe waliomo watamjua hana mkia. Najua mmenielewa. Ndugu zangu wana CCM, ninafahamu siasa sio uadui, na bahati nzuri mzee Che wamelizungumzia hili na viongozi wengine. Niwaombe wanasiasa wote katika nchi yetu tudumishe umoja wetu kama walivyouonyesha hawa ndugu zetu. Watanzania wanahitaji maendeleo. Maendeleo kwanza, siasa baadaye. Sisi wote ni Watanzania. Tushirikiane kwa pamoja kujenga nchi yetu. Maendeleo hayana vyama. Na washukuru sana kwa uwepo wenu mahali hapa, wanasiasa mbalimbali waliopo hapa na waheshimiwa mabalozi. Vile vile na washukuru wawakilishi wa vyama rafiki kutoka nje pamoja na mabalozi kama nilivyokwisha sema. Na washukuru sana kwa kuja kujumuika nasi kwenye tukio hili la kihistoria. Napenda kuhakikishia kuwa Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wangu nitaendelea kushirikiana nanyi katika ngazi za chama na serikali. Aidha, napenda kuwashukuru watumishi wote wa sekretarieti ya chama chini ya uongozi imara, mahiri na shupavu wa mzee Kinana. Mzee Kinana, wewe kweli ni kiongozi. Tumekuona kweli, mara unafyatua matofali, mara unachimba viazi, mara unafanya nini. Ni kiongozi ambaye hujikwezi. Na ndio maana nasema mwenyekiti mstaafu, hukukosea kumteua Mheshimiwa Kinana kuwa katibu mkuu. Lakini nimshukuru pia kwa kufanikisha mkutano huu. Sote tunafahamu kazi kubwa na nzuri iliyofanywa na mzee Kinana tangu alipopewa nafasi ya ukatibu mkuu. Mara hii tena ameongoza sekretarieti na kufanikisha mkutano mkuu maalum. Nazishukuru pia kamati mbalimbali zilizoratibu maandalizi ya mkutano huu. Naibu katibu mkuu wote Tanzania bara na visiwani na wafanyakazi wote wa chama. Mmefanya kazi kubwa na nzuri sana. Hali kadhalika na washukuru ndugu zetu waandishi wa habari kwa kazi kubwa mlioifanya ya kuripoti mkutano wetu. Katibu mkuu alipokuwa akitoa taarifa jana, alisema waandishi wa habari waliokuwa wameomba kuripoti mkutano huo walikuwa hawazidi 200, lakini waliokuja naambiwa ni zaidi ya 400-500. Tunawashukuru sana, na hii ndiyo kuonyesha kwamba Chama cha Mapinduzi ni chama tawala.
Na washukuru pia watoa huduma kwenye mikutano huu, wahudumu, madereva pamoja na wenyeji wetu wana Dodoma, kwa ukarimu wenu mkubwa mliotuonyesha katika kipindi chote cha mkutano. Asanteni sana. Ninawashukuru pia Watanzania wote wakiwemo viongozi wa dini mbalimbali kwa kuendelea kuniombea mimi na taifa kwa ujumla. Na vishukuru vikundi vya burudani vikiongozwa na kikundi chetu cha Tanzania One Theater TOT kwa kutuburudisha kwa nyimbo zetu maridadi. Ndugu zangu, napenda kuhitimisha kwa kurudia tena kutoa shukrani zangu nyingi kwa wana CCM wenzangu kwa kunipa heshima kubwa ya kunichagua kwa kura nyingi kuwa mwenyekiti wenu. Ombi langu kwenu, tuzidi kushirikiana katika kuimarisha chama chetu ili Watanzania waendelee kutuamini. Uchaguzi uliopita umedhihirisha kuwa penye umoja ushindi lazima. Hivyo tuendeleze umoja wetu na tujiepushe kumtegemea mtu au kikundi cha watu wachache katika kufanya mambo yetu. Kila mara tukumbuke usemi wa mwenyekiti wetu mstaafu Mzee Kikwete usemao, chama kwanza, mtu baadaye. Ndugu zangu viongozi, leo tuko Dodoma. Na mikutano yote mikutano ya halmashauri kuu ya taifa, mkutano mkuu wa taifa unafanyika Dodoma. Lakini Dodoma ndiyo makao makuu ya chama chetu cha Mapinduzi. Na Mheshimiwa mwenyekiti wetu mstaafu ameonyesha nia nzuri ya Dodoma. Ukizungumza chuo kikuu kikubwa katika Tanzania kiko Dodoma. Ukumbi mzuri wa chama chochote hapa Tanzania umejengwa Dodoma. Bunge linalofanyika hapa Dodoma liko Dodoma. Lakini pia nimeamua sherehe za mashujaa za mwaka huu tarehe 25 zifanyike Dodoma. Kwa hiyo waheshimiwa viongozi, baba wa taifa alipoamua kwamba makao makuu yatakuwa Dodoma, hakuwa anatania. Lakini miundombinu mingi, ukitaka kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam utaenda kwa rami. Ukitaka kutoka Dodoma uende Iringa kwa watani zangu kule Wahehe wanaojinyonga barabarani utaingia kwa rami. Ukitaka utoke Dodoma uende Mwanza uko kwenye lami. Na kwa sasa hivi zile kilomita zilizokuwa zimebaki 188.6 za kwenda mpaka Babati nazo zinamaliziwa kwa rami. Kwa hiyo Dodoma kweli imekuwa Dodoma. Mimi niliahidi kutekeleza ilani ya uchaguzi. Nataka niseme hapa. Nimechaguliwa kuwa rais katika kipindi cha miaka 5. Nimeshaimaliza miezi 8. Imebaki miaka 4
na miezi 4. Nataka niahidi kwenye mkutano huu mkuu wa taifa, na ninazungumza kutoka kwenye dhamira yangu, kabla sijamaliza kipindi changu cha miaka 5, serikali yote itakuwa hapa Dodoma. Kwa hiyo wale wateuliwa wangu wote, mawaziri pamoja na mimi mwenyewe, na bahati nzuri Ikulu ya Chamwino ipo nzuri kweli, mawe yapo, ladha nzuri tu, na Kigogo nimeshaanza kujifunza, Mbukweni, Mbukwa, Wasinduka, Wera, Ukuliachi. Tujipange ndani ya serikali kuhamia Dodoma. Tusitafute visingizio. Tusitafute visingizio. Kama wajumbe wa mkutano mkuu wote wa taifa Tanzania nzima, hata wale wa Dar es Salaam wamekaa Dodoma na wamelala, wamekunywa. Kama bunge lote la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania miezi yote huwa linakaa Dodoma, sioni sababu ya mimi John Pombe Joseph Magufuli niendelee kukaa Dar es Salaam. Na nina uhakika siku nitakapohama Dar es Salaam, wanaonifuata wote nyuma, kuanzia makamu wa rais na waziri mkuu, watakuja. Mawaziri wote watakuja, kwa sababu miundombinu ya Dodoma inatosha sasa. Na siku hiyo tutakapokuwa tunahama, Marechera, hao ng'ombe wako na mbuzi wako tuchinjie basi na wewe tuanze kula. Lakini nimeona hili nilizungumze kama commitment yangu kwenye mkutano huu muhimu wa Chama cha Mapinduzi. Inawezekana hata wakina Cheo na wengine wanaopenda Dodoma wataanza kutafuta maeneo ya kujenga, kwa sababu Dodoma ndio makao makuu na ni lazima tuamue. Swala la pili, leo nimepata barua na ninaomba niisome. Barua hiyo ni kumbukumbu namba CMM/OKM/M11/ /7/1/100 ya tarehe 23 Julai 2016. Inazungumza hivi: kwanza kabisa, kabla ya kuelezea maudhui ya barua yangu, nachukua nafasi hii kukupongeza kwa kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Mapinduzi. Ushindi ulioupata ni ushahidi wa kutosha juu ya imani walionao wana CCM kwako binafsi, kwa rais wako na kwa uongozi na utendaji wako katika taifa letu. Vile vile ni tafasiri sahihi juu ya matumaini walionayo wana CCM katika kukiongoza Chama cha Mapinduzi chini ya wenyekiti wako. Madhumuni ya barua hii ni kutekeleza utamaduni wa chama chetu katika uongozi na utendaji wake. Niliteuliwa kama katibu mkuu pamoja na wenzangu katika secretariat na mwenyekiti mstaafu wa CCM ndugu Jakaya Mrisho Kikwete tarehe 17 Novemba 2012 na kuthibitishwa na halmashauri kuu ya taifa. Kwa barua hii nawasilisha kujihuzuru kwangu katika nafasi ya katibu mkuu wa CCM pamoja na wenzangu wakuu wa idara za makao makuu ambao ni wajumbe wa secretariat. Lengo la hatua hii ni kukupa fursa ya kuteua katibu mkuu na timu ya secretariat kwa kadiri utakavyoona inafaa, na kukuridhisha katika kusimamia utendaji ndani ya chama chini ya uongozi wako. Nawasilisha. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Abduraham Kinana, katibu mkuu. Mwisho wa kunukuu.
Baada ya kupokea hii barua, na bahati nzuri aliniletea ikiwa sealed, na mimi nilikuwa sijui maudhui yake, lakini nimeona niisome. Nikakaa nikatafakari, nikamwangalia mzee Kinana, nikaangalia na majukumu yaliyoko mbele yetu. Nimeamua, wala sijamuuliza ndugu Kinana pamoja na sekretari yote kama walivyo sasa, waendelee. Kwa hiyo kama kutakuwa na haja ya kufanya mabadiliko yoyote, nitaitisha kikao cha halmashauri kuu ya taifa kwa kazi hiyo baadaye, siku zingine huko. Ninafahamu wapo watu waliokuwa wamejipanga kwenye nafasi hizi. Imekula kwao. Kwa hiyo nitaendelea na ndugu Kinana, na ninataka sasa haya niliyoyazungumza haya akayasimamie kikamilifu. Chama hiki ndicho chama chenyewe. Inawezekana uwezo ukapata chama kingine duniani ambacho unakuja mbele unakuta wastaafu ambao bado ni waaminifu kwenye chama hicho wengi kama chama hiki. Ni chama pekee sana. Ni chama cha tofauti. Na kweli nataka kuambia ndugu zangu wana CCM, ni chama cha tofauti na chama chenye upendo wa pekee. Hata wapinzani kuwa wanapata hata viti vimoja, tunajichanganya sisi wenyewe tu. Ugomvi haya ya kutokuaminiana, vifedha vidogo vidogo. Wewe ukigeuka kule unamkuta mzee Mwinyi miaka 92, lakini anaonekana kijana kuliko hata mimi. Kule mzee Mangura, geuka huku mzee Mkapa, ukienda huku unamkuta Marechera, unaenda hapa Salim Ahmed Salim, unaenda hapa mzee Karume, yani kila mahali, mzee Msekwa, mzee Bilali, ukigeuka hapa mzee Warioba, mzee Msuya, yani kila mahali. Mzee Pinda wala hapindishi mambo, yuko CCM tu. Kwa hiyo chama hiki kina hazina ya pekee na kina jukumu la pekee kwa ajili ya kuwatumikia Watanzania. Tusimame imara ndugu zangu. Mungu atatusaidia. Changamoto zitakuwepo, lakini tuzitatue kwa kumtanguliza Mungu, kwa mshikamano wetu, na nina uhakika tutashinda, na tutashinda kweli kweli. Huwezi ukaona chama mtu anaachia madaraka yake. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliachia tu kwa uhuru wake, akamwachia mzee Mwinyi. Mwinyi akakaa miaka 10,
akaacha kwa hiari yake, akamkabidhi Mkapa. Mkapa baada ya miaka 10 akamkabidhi mzee Kikwete. Mzee Kikwete naye bila kinyongo chochote amenilazimisha kweli, amenikabidhi mimi Magufuli. Mimi ni nani kwanza Magufuli? Wengine wakasema huyu hajawahi kuwa hata balozi. Nikasema duniani humu na mtu namwona anazungumza tena waziwazi kweli, lakini ndiyo maisha. Tusameheane, yaliyopita si ndwele, tugange yajayo kwa nguvu zetu zote. Lakini kwa wale ambao hawataki kubadilika, kweli mimi nitawatoa. Kama ni kutumbua, mimi nitatumbua kweli kweli. Mbona hawa wazee hawajaondoka? Mzee Kikwete alimweka mtu fulani hivi miaka 10 akamwamini kweli. Wakati sisi tuliokuwa humo tunafanya naye kazi tulikuwa tunamuona bado hata humo haeleweki kaeleweki. Mzee Mkapa akamng'ang'ania we. Amekuja akatumbukia huku nje. Huyo ndiye akaanza kutukana tena. Shukrani ya punda ni mateke. Kwa hiyo mzee Mkapa pole. Ndio maisha ya duniani. Ndugu zangu wana CCM, ninajua tuna ratiba nyingine. Nisingependa nichukue muda mrefu sana wenu. Leo ni siku ya furaha. Nataka niwathibitishie nitafanya kazi na ninyi kwa nguvu zangu zote. Nataka niwathibitishie sitamuonea mtu, kwa sababu uamuzi wote ni vikao. Ni tofauti na uamuzi unapokuwa rais. Kwenye chama maamuzi huwa ni vikao. Nitazingatia uamuzi utakao kuwa natolewa na vikao. Nataka niwahakikishie mtembee kifua mbele. Niko pamoja na ninyi wala sitawaacha. Kwa watumishi ndani ya chama, mimi ndio rais. Tutapata tu. Tutafanikiwa tu. Baada ya kusema haya, kwa sababu katibu mkuu anaendelea na sekretarieti yake, sitegemei kuitisha kikao kingine kesho. Na hasa kwa sababu hata ibara ya 7 kifungu cha 7 ibara ya 102 na kifungu kidogo cha 2 kinatambua mkutano mkuu wa taifa wa Chama cha Mapinduzi ndio mkutano wenye mamlaka ya juu kuliko mkutano wote. Kama mtakuwa mmenikubalia haya nilio yataja na ya kumteua katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi ndugu Kinana na sekretarieti waendelee mpaka hapo tutakapoamua vinginevyo siku zijazo, kama mnanikubalia mseme ndio. Wasioafiki waseme sio. Walioafiki wameshinda. Ndugu zangu, ninawashukuru sana. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Naam,
Ni hotuba mwenyekiti mpya wa CCM na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli alitoa mara baada ya kukabidhiwa kijiti cha mwenyekiti wa chama hicho nchini Tanzania kutoka kwa Rais mstaafu mwenyekiti mstaafu wa CCM Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Kwa niaba ya timu nzima ya kurugenzi wa mawasiliano wa Rais Ikulu, mimi ni Jafari Haniu.